Jambo na karibu. Wazazi wa wanafunzi wa shule ya wasichana ya utumishi walitokwa na machozi na kugubikwa na huzuni walipokuwa wakitambua miili ya mabinti wao waliofariki katika mkasa wa moto ulioteketeza shule hiyo. Familia hizo zinaomboleza vifo vya wanafunzi 16 huku mamlaka husika zikiendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha janga hilo la kusikitisha. Kulingana na taarifa ambazo zimetolewa awali ni kwamba shule ya utumishi ya wasichana iliteketezwa na wanafunzi ambao walionekana kwenye kamera za CCTV. Jambo ambalo walichukuliwa hatua baadaye na hatima yao itaamuliwa. Sasa wazazi wa watoto wao na wazazi wa wanafunzi wengine, walimu na wanafunzi wenzao leo walikutana kuaga wasichana ambao waliaga dunia 16 kipindi ambacho mkasa huo wa moto ulitokea. Kulingana na taarifa ambazo zilitolewa awali ni kwamba kulitokea na mkasa wa moto ambao ulisababishwa na wanafunzi wenzao, kisha baadaye wakawafungia kutoka nje, jambo ambalo liliwafanya wakateketea na kuaga dunia kutokana na hali ambayo moto wenyewe ulivuka mipaka na kuteketeza kila kitu ambacho kilikuwemo. Kumbuka ya kwamba wasichana hao walijaribu sana kuokoa maisha yao, lakini walipofika kwenye lango kuu walipata kwamba lango ambalo wangetokea lilikuwa limefungwa. Ni taarifa ambazo ni za kuhuzunika sana, haswa kwa watoto hao wadogo ambao walienda shuleni kwa lengo la kuwa watu wa maana keshowe, lakini ndoto yao imezimwa ghafla na wanafunzi wenzao ambao wamekuwa wakila kwenye sahani moja na wakuwa wakisoma kwenye masomo pamoja. Ni jambo ambalo limeudhi sana, ni jambo ambalo la kutisha, na vitendo kama hivi havifai kutokea katika shule, kwani shule ni sehemu ambapo watu hutangamana, watu huboresha maisha yao, na namna ambavyo ilitokea ni kitu ambacho kinaudhi sana na kuhuzunisha, na hivyo wanafunzi tusiwe tunafanya mambo kama haya ambayo mambo ni mabaya sana, hatuyafai hata kuyaiga kwa sababu ni kitu kibaya ambacho kinapoteza uhai wa watu.